tuweze kuzama ndani ya Siziku Nayo. Siziku Nayo. Kwa hiyo kunishughulikia Nzula, I don't know what happened. Nikatiliwa sumu kwa chakula. Siziku Nayo. Kuna mtu ananikujia na usiku kama nimelala. Sasa huwa akiingia wanasikia malaika inanisimama. Watu wanazungumza wazi wazi bila kuogopa. Sasa anatoka kidogo na anakuja na mwanamke. Sasa wanalala tu hapo mbele yangu. Hebu ngoja. Fungua wazi nafsi yako. Usizikwe nayo. Hapa Maisha Jioni. Hello, unanisikia? Nakusikia. Ni Nzula na kupigia simu kutoka Radio Maisha Siziku Nayo. Yeah. Ulikuwa umetutumia SMS ukasema ungependa kuzungumza. Naam. Aya, tuambie mami, historia yako ni gani? Okay, nilikuwa on Saturday. Na nimeishi na ndugu ya babangu. Saturday gani mami? Nilikuwa ile yenye akina Majembe na upo na Mbavu. Ile akina Majembe na Mbavu walikuwa wanapigana. Hiyo. Okay, so unasema umeishi na uncle yako, wazazi wako wako wapi? Ina mama na kina baba. Huna mama na huna baba, wewe ni yatima. Yeah. Wazazi wako walifariki? Yeah. Pole sana. So from what age ndo ukaanza kuishi na uncle? 13. Na before that ulikuwa unaishi na nani? Nilikuwa naishi na mama. Ulikuwa unaishi na mama? Na sasa una miaka mingapi? 17. 17. No. So mama aliaga kama miaka 4 iliyopita. Yeah. Pole sana. So mama alipoaga ikabidi uanze kuishi na your uncle. Yenda alisema niishi naye. Yaani yenda nitaka niishi naye sasa. Yendo alitaka uishi naye akulee. Yeah. Na mama na baba walikuwa wamepata watoto wangapi ama ndugu zako ni wangapi? Mimi. Wewe ndo mtoto wa pekee. No. So uncle yako akasema anaweza kuishi na wewe, anaweza kukulea from the age of 14. Yeah. To now 17. Yes. Is he a married man? Yeah. Ako na bibi na watoto? Ako na kama umri wa miaka mingapi? 39. 38, 39. Okay. Yes. Before that, on Thursday, nilikuwa na matanga huku kwa kina mama. Sasa yani bibi yake na wakatoka na msichana wa kazi. Akatoka na msichana wa kazi? Walikuwa naenda jini familia huko kwa kwao. Bibi yake akatoka na msichana wa kazi? Wakaenda na watoto. Na watoto? Wewe ukakuacha? Mimi yani nilisema siendelee na basi. Alafu sasa hiyo ilikuwa Thursday. Sasa Friday, last Saturday, dada akasema anaenda huko hiyo boxing hiyo ya kina Mbavu, anaenda kuwatch game. Nikabaki nyumbani peke yangu. So, alikuja hata kukawia karudi akasema amesahau na kufungua gari. Amesahau kufungua gari. Mimi alikuja akapata nimefunga mlango. Nilikuwa huko karudi. Sasa nilikuwa nimelala siku hiyo na zarudi jioni ameenda. Sasa akakuja akaniambia nifungulie mlango, nikafungua. Bwana asije amekuja amekasirika. Akamuuliza nini mbaya? Ananiambia wewe mind business yako hata kunibo. Akatoka kaenda. Shughulika hata pia kunisumbua. So akarudi tena saa 10. The same day jioni. Yes, jioni saa 10. Nilikuwa nimevaa headset na nilikuwa nasikia ngoma. Sasa niuliza tu. Ati unakaa kwa nini unakaa asisi ni mwenye nyumba nisonga iko ya nyumba. Ati unakaa ni kama wewe ni mwenye hii nyumba? Haya. Nikamuuliza kwani nimefanya nini? Ukashangaa umefanya nini? Nikamuuliza nimefanya nini, akaanza kuniambia acha kuniongelesha, acha kuniangalia. Hivi karibuni unaona kama unafuata mama. Maskini. Sasa niambia hivyo. Yaani aliniidi nikatoka nje.
nikatoka nje nikaenda kulia. So akakuja akanivuta akaniambia nalia nini sije. Sasa watu wa plot wakaona unalia. Na wewe ni mtu wa kila tunasaidiwa tuna unajifanya hivi. Oh no. Nikamwambia haya basi kama ndio kuchesha hata nikaondoka mimi niende kwetu. Huyo ankoli yako mnahusiana kivipi? Yaani ndugu ya babangu yeye. Oh, ni ndugu ya baba. Mimi sijamwona babangu. Nasikia alifariki kwa mdogo. Kwa hivyo yeye si upande wa mama, yeye ni upande wa baba. Yeah. Sasa akanimvuta nikanipeleka kwa nyumba. Nilikuwa nimetoa slides, akachukua hizo slides zangu akaanza kunipiga na akaniangusha chini, akaanza kunigonga ngumu, nikamwambia niache. Alafu anasema pita tu nduru watu plate wa kuja na wangine akakuja. Akaulizia kwamba mnapiga ni kufanya nini? Akaambia mama, hebu nenda kushughulika na maisha yako. Kuna mama alikuja akajaribu kukuokoa akamfukuza. Naam. Akaambia hebu nenda kushughulika na maisha yako kule. Inakusia nini? Mama pia kaenda nguo kaanza kunyesha. Nguo kaanza kunyesha akanibeba. Nilikuwa ndoumia, alikuwa amenipiga pia diko. Umesaa kwa naweza kusimama nimechoka. Anibeba. Kanika jia kiti. Akatoka nje. Jia nenda kufanya nini nje karudi. Akaniambia eti hebu nenda lale kwa bedroom yako. Mimi nikaandika nini? Ukadhani kwamba anakuambia tu uende ulale. Naam. Akaenda huko akakuja. Sasa nikasikia tu amegonga mlango tu. Ndio nini? Nikadhani hata mimi nimekunywa hata pombe. Nikajiuliza mtu akonomo nilijua jawani kwenye kama hiyo. Akamwambia nimeishi na wewe kwa wakati nilikuwa form 1. Yeah. Kwa form 4. Ajani kwenye kama hiyo. Yaani amenifanyisha vizuri kila kitu. Yaani ajani kwenye kama hiyo nilifanyia jamaa. So alipokuja kwa chumba chako what happened? Akakuja. Alikuwa ametoa t-shirt akabaki na vest. Mimi nilikuwa nalia hapo. Mbona hivi nikajifunga na blanketi. Akaniambia eti ananiambia kitu ambacho nataka kufanya wewe utafanya. Usipofanya leo na mimi niko nawe kwa nyumba utabaki na baba. Utapota babako. Oh no. Na mamako. Oh no. Akamwambia mbona unapenda kunywa sana? Unataka basi niwe mimi nimechoka. Jua kama si kwa buni nichukue. Ungebaki basi na shoshuko kwetu. Akaniambia, wewe nilizo ninakwambia, usinirejeshe nyuma. Akakuja akanibaka. Oh my goodness. He raped you. Pole mami. Pole my dear. That akatoka. Your uncle has never showed you any signs za kwamba he can rape you. Hii miaka yote minne umeishi naye? Hajawahi. Alikuwa akitoka na nilia twende. Ninamwambia kama mimi nasema endi ananiambia. Na alikuwa mzuri kwako? Was he a father figure? Everything was okay? Yeah. Until that day? Yeah. I'm sorry. I'm so sorry my dear. Umesema you are 17? Yeah. You're 17 years old. Yes. After alikurepe, and I'm so sorry because I have to ask you some questions. After alikurepe, what did you do? Did you shower? Did you go report? Ulienda hospitali? Ulichukua action gani? After kunifanyia hivyo nikaenda nikajaribu tu nikapata nguvu kidogo. Nikaenda nilipanda kutoka nje. Akakuja. Akakuja tena kanichukua. Akanirep tena. Akakurep tena? Oh no. Na there was hakuna mtu alisikia, hakuna did you manage to scream? Did you manage to fight him off? Huku wanaenda kazi, most of them wanaenda kazi wanarudi like siku most of them. So hiyo siku hukuweza kwenda hospitali? Ilikuwa usiku. Na hukuweza kureport?
So tabidi nimeenda nikaoga. Nakuja nikalala. Na ukanyamazia. Akaniambia bila amefeel kitu alikuwa anataka. Amefeel kitu alikuwa anataka. Alikuwa anatamani sana kufanya hivyo. Oh no. Hey, my goodness. This happened like 2 weeks back. Bibi yake aliporudi, did you say anything? Alirudi. Tulikuwa tunapiga story, lakini huo mtu alikuwa anakuja. Alikuwa anaingia, akiniona anaweza tubitu. Mimi kumwona anakuavoid. Sasa niulize, it's been 2 weeks, so haujaenda hospitali, haujaenda kwenye polisi, haujaripoti in short, haujaambia mtu? Jamwambia mtu kwa sababu aliniambia nimepiga story na wazazi ama hao watoto wake. Anawaambia tu nenda kuambia fulani, sasa waende wakuja waniambie mimi. Nisisahau kitu ambacho aliniambia. Hebu ngoja nikuulize, do you want us to deal with this man? Unataka tumchukulie hatua? You want action to be taken? Yeah. You want to report him and you want to have him jailed? Mimi niambia sasa huyu mama, mimi nataka kukuja nyumbani juu. Nimwambia mimi nataka kuja. Na bado uko kwa hii nyumba? Nishaondoka, mimi nienda kwa nyumbani. Uko kwa shosh? Uliambia shosh? Sijamwambia. Uko kwa shosh said your mom? My girl, I want to advise you something, Unanisikia? I want to tell you this. I want you to go to hospital. Uko karibu na hospitali hapo nyumbani? Uko karibu na hospitali? Yes. As we follow up on this story, I want you to go to hospital. I want you uende uambie kwamba someone raped you, and if they can give you tests and if they can administer zile dawa za kuzuia HIV, because we don't know if this man is HIV positive. Hatujui hali yake ya kiafya. You know he can put you at risk ya kupata ugonjwa. In the meantime, there are people I want to call right now, nione kama wanaweza ingilia kati na wakusaidie. Uko wapi? Okay. Sasa what we are going to do, I'm going to call these people because they usually help people ambao wameweza kubakwa, watu ambao wamedhulumiwa kimapenzi, tuone kama they can come to your rescue and we have this man arrested. Umesikia mama? But the first thing I want you to do ni uende hospitali. Uende hospitalini. Sasa hii uko mbali na hospitali? Unaweza kwenda? Nataka uende uambie kuna mtu amenirape 2 weeks ago, nataka wakuangalie, kama wanaweza kukuangalia, hata wakutest, wakufanyie kila test. And then ni deal na hawa watu ambao nimekuambia I want to call them, nione kama wanaweza kufuatilia hii kesi and to have this man arrested. I'm so sorry baby girl. I'm so sorry for what you've gone through. But huyu mtu anaweza kukamatwa na haki itendeke. Umenisikia mami? It is not too late, and I love the fact that you are very brave, that you have come out to talk about what he has done to you. Ama wewe ulikuwa unakuja ndani ya Sizikwi nayo ukitaka nini ifanyike? Nataka tu nisaidie venye ananijambia, alafu pia venye alikuwa anasema nitafuta mamangu. Anakutishia maisha. Unamuogopa paka sasa hivi, si ndio? Huyu mwanaume anaweza kuchukuliwa hatua. Anasema aliniambia venye nakuja nyumbani. Alinipigia sasa hivi. Amekupigia leo? Amepigana namba nyingine. Na amekuthreaten? Do you have messages? Amekuandikia messages? Hajakuandikia messages? Yeah, na is it possible the next time anakupigia urekodi what he's telling you? Maybe asipigie. Sasa akikupigia next time, can you record? In the meantime, wacha nifuatilie na hawa watu tuone kama huyu mwanaume anaweza kukamatwa. And I don't know, mimi nadhani pia unaweza kuambia yule Dani. Si uko, are you close to Dani?
Yeah. Lakini unaona ukimwambia anaweza shtua huyu mtu kwa sababu hatutaki ashtuke kwanza. Anaweza. Anaweza. So fanya hivi, wewe nenda hospitalini, fanya vile nimekwambia. Let me call these people ambao nimekwambia nione kama unaweza kusaidika. Niko na namba yako. Immediately nimepata response, I will reach out. Sawa mami. Kila siku ukiwa uko na watoto, omba Mwenyezi Mungu akupatie uhai, ulee watoto wako mwenyewe, kwa sababu huko nje hata ndugu anaweza kageuka kawa fisi. So I want to reach out to Usikime. Usikime ni shirika lisilo la kiserikali nchini linalojitolea kumaliza ukatili wa kijinsia, sexual gender based violence. I want to reach out to them. We see how we can help this girl.